Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Ukiwa Kinshasa, Brazzaville na Bangui ni saa 11:30 jioni. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa na viunga vyake. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, redio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, ikisikika pia katika maeneo ya kaskazini nchini Zambia na Malawi. Kwa wasikilizaji wetu wa Uganda, sasa tupo kwenye Jogoo, inawikia FM 93.8 na inapatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayunge, Malaba, mpakani Busia na baadhi ya maeneo ndani ya nchi ya Kenya pale mji wa Kisumu. Ni Ijumaa na hili ni jukwaa la waandishi ambapo mimi na wanahabari wenzangu huzungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara Afrika. Ni Jumanne tarehe 21 Aprili ambapo mashirika ya misaada mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamesema makabiliano kati ya wanajeshi wa FARDC na M23 yanaendelea licha ya mwafaka wa amani wa Uswizi ambapo pande mbili zilikubaliana kuzima mitutu ya bunduki na droni. Najua kwamba kikundi cha ADF kinakuwa kikundi cha magaidi wa terrorist, na hiyo habari ambazo zinaendelea kuzunguka kwamba ADF anapangilia kuweza kupiga mji wa Komanda na zaidi sana ili aweze kukamata watoto kidogo kidogo ili aweze kuwaingiza ndani ya hicho kikundi, ni shida kabambi ambayo inatupata. Kwa haya na mengine zaidi, kaa nasi. Lakini kwanza sasa nimpisha mwenzangu Edith Peter ili atuletee habari za bara Afrika. Ituri, DRC. Zaidi ya raia 200 waliokuwa wamechukuliwa mateka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi linalohusishwa na dola ya Kiislamu IS wameokolewa katika operesheni ya kijeshi, kwa mujibu wa jeshi la nchi jirani ya Uganda. Wanajeshi wa Uganda wakishirikiana na wenzao wa Kongo walivamia kambi iliyokuwa chini ya udhibiti wa kundi la Allied Democratic Forces ADF, kundi la wanamgambo lenye asili yake nchini Uganda. Watoto walikuwa miongoni mwa waliookolewa, ambapo mdogo zaidi alikuwa ni msichana mwenye umri wa miaka 14, kwa mujibu wa taarifa ya Uganda. ADF ilianzishwa awali nchini Uganda katika miaka 1990 na watu waliokuwa hawaridhiki na namna serikali inavyowatendea Waislamu. Baada ya kushindwa na jeshi la Uganda, mabaki ya kundi hilo yalivuka mpaka na kukimbia Kongo. Na huko Beni, mkuu mpya wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO, James Swani, ameanza ziara yake ya kwanza ya kikazi mashariki mwa Kongo katika mji wa Beni. Ziara hiyo inalenga kutathimini hali ya usalama katika eneo la kaskazini mwa jimbo la Kivu Kaskazini kupitia juhudi za ulinzi wa raia pamoja na kuimarisha mazungumzo na mamlaka za mkoa. Akizungumza mjini Beni jana Jumatatu, James Swani amesema MONUSCO itaendelea kushirikiana na mamlaka za jamii za eneo hilo ili kuchangia amani, usalama na utulivu katika jimbo la Kivu Kaskazini. Poti, Sudan. Kamanda mmoja wa juu wa kikosi cha wanamgambo nchini Sudan amebadilisha msimamo wa kujiunga na jeshi la taifa, hatua iliyopokelewa vyema na mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fattah Burhani muda mfupi baada ya vita kuingia mwaka wake wa 4. Burhani siku ya Jumapili alimkaribisha Meja Jenerali Ali Noor Ahmed Adam, aliyefahamika pia kwa jina la Ali Kuba, ambaye alijitoa katika kikosi cha Rapid Support Forces RSF mapema mwezi huu.
Baraza la utawala wa mpito lilichapisha video kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha Burhani akikutana na Adam katika jimbo la kaskazini mwa Sudan karibu na mpaka wa Misri. RSF haikutoa tamko lolote kuhusu tukio hilo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani, Adam alitoroka eneo la Darfur lililokuwa chini ya RSF mapema mwezi huu na kujiunga na jeshi akiwa na wapiganaji kadhaa pamoja na vifaa vya kijeshi. Tigray, Ethiopia. Chama kikuu cha siasa katika eneo la Tigray kimetangaza kuwa kinachukua tena udhibiti wa serikali ya eneo hilo, hatua inayohitimisha kwa kiasi kikubwa makubaliano ya amani kati ya serikali kuu ya Ethiopia na eneo hilo la kaskazini. Chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF kilitoa tangazo hilo kupitia kurasa wake wa Facebook siku ya Jumapili, jambo lililozua hofu ya kurejea kwa mapigano makali yaliyodumu kati ya mwaka 2020 na mwaka 2022. TPLF ilisema kamati yake kuu imeamua kurejesha bunge la serikali ya Tigray ambalo ilikuwa limesimamishwa kwa jina la kudumisha amani. Taarifa hiyo iliishutumu serikali ya shirikisho kwa kukiuka makubaliano ya amani ya mwaka 2022 ya Pretoria yaliyomaliza vita na kwa kuchochea mivutano ya kijeshi ndani ya eneo la Tigray. Dar es Salaam, Tanzania. Nchi ya Tanzania imeandika historia mpya baada ya kutia saini mkataba wa kuandaa mashindano ya 74 ya Miss World kwa mwaka 2027, hatua inayoiweka nchi katika ramani ya kimataifa ya matukio makubwa ya urembo na utamaduni. Kupitia tukio hili, Tanzania inatarajia kuvutia maelfu ya wageni kutoka duniani kote, kukuza sekta ya utalii na kuonesha uzuri wake wa asili, urithi wa kiutamaduni pamoja na ukarimu wa wananchi wake. Uandaaji wa Miss World kwa mwaka 2027 si tu fursa ya kiuchumi bali pia ni jukwaa la kuitangaza Tanzania kama kitovu cha amani, ubunifu na maendeleo barani Afrika. Waziri wa Habari, Utamaduni na Michezo wa Tanzania Paul Makonda alishuhudia utiaji saini wa mkataba huo na kuutaja kama mafanikio makubwa yatakayoiweka Tanzania katika nafasi ya juu kimataifa. Shukran sana mwanahabari Edith ukiwa hapo Dar es Salaam. Tuanzie mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo siku chache baada ya serikali ya DRC na kundi la waasi la M23 kuweka mwafaka wa amani huko Uswizi kukomesha mapigano, taswira ni tofauti katika uwanja wa mapambano. Sasa mashirika ya haki za binadamu na zile za kiraia wameendelea kulalamikia kwamba maeneo ya raia yameendelea kulengwa na droni na kusababisha maafa na majeruhi. Aidha, raia wengi wameendelea kukimbia makazi kutokana na makabiliano kati ya pande hizo mbili. Yameomba mwafaka wa Uswizi kutekelezwa ili kuleta amani maeneo ya mashariki mwa DRC. Kutoka Baraka, hii hapa taarifa yake Jafari Hussein. Mashirika ya kiraia tarafani Fizi yanalaani vikali mashambulio ya drone walizozitaja kuwa za waasi wa Twirwaneho M23 mwishoni mwa juma lililopita kwenye vijiji vya Bikiaka na Pwenzero katika milima ya kati na mirefu ya tarafa la Fizi. Mashambulio haya yalipelekea maafa makubwa, ikiwa ni pamoja na raia kadhaa kujeruhiwa vikali, nyumba zao kuungua na mamia wamehama kabisa makazi yao, wakiongeza idadi ya wakimbizi katika eneo hilo lenye migogoro. Mwanasheria Jacques Alimasi, mratibu wa shirika la raia Force Vive tarafani humo, anasikitika kuona saini za makubaliano kutoka mazungumzo ya Uswizi kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la M23 haziheshimiwi. Hali kama na hiyo inajitokeza wakati ambapo pande zote mbili kati ya wanamgambo wa M23 na Twirwaneho na wale wa government yetu ya Kongo inaendelea kusaini mikataba fulani huko Doha, Amerika. Hata hivyo juzi hapa tumekwenda kusikia kumekuwa hiyo ambayo tunaita communique conjoint ya pande zote mbili ambazo imeonesha kwamba kunaweza kuwa mojawapo namna moja wala nyingine ya kupata usalama katika province ya Sud Kivu, hata hivyo katika tarafa la Fizi. Aidha, mratibu huyo wa shirika la raia Force Vive Jacques Adimasi ameomba pande hizo mbili zinazozozana kusitisha mapigano, akitaja kuwa hii ndiyo njia ya kufariji raia waliokuwa waasiriwa wa mara kwa mara. Pia kiongozi huyo ametoa wito kwa MONUSCO ifuate hatua hiyo mara moja kupitia kamati ya uthibitisho wa kusitisha mapigano. Tunaomba kwa pande zote mbili kuheshimu mikataba ambayo inaendelea kusainiwa na kuheshimu haki ya kibinadamu, kwa sababu ni raia ambao wanaendelea kuteseka, ni raia ambao wanaendelea kufa, ni raia ambao wanaendelea kupoteza vitu vyao.
Hivyo hivyo tunaomba kwa partenaire wa gouvernement congolais en particulier MONUSCO kufanya jitihada yote ile ili kuboresha amani na kufanya iwezekanavyo ile ambayo tunaita commission wala mekanisme ya verification ya cessez-le-feu iwe institue, parce que tunajua kama ni manda ambayo MONUSCO ilipewa kwa kufanya surveillance ya cessez-le-feu. Upande wake MONUSCO imetoa wito wa dharura kwa pande zote. Kamati kuu inaamuru usitishe mapigano mara moja, matumizi ya drone za kushambulia na kumaliza kuzuia GPS na kila upande, iwe waasi wa Twirwaneho M23 au majeshi ya FARDC. Hii ni hatua ya kwanza ya kuhakikisha usalama wa raia na kurejesha mazungumzo. Kupitia taarifa yake ya hivi karibuni, MONUSCO inahakikisha kamati ya uthibitisho itafuata ili kuzuia mapigano mapya na kusaidia wakimbizi kurudi nyumbani. Huu ni wito wa kimataifa kwa amani ya kudumu katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikumbusho kuwa kama makubaliano yaliyosainiwa hayatazuia mashambulio ya bomu, basi ni raia wa kawaida ambao anaendelea kuwa adui wa pande zote katika migogoro ya Fizi na kwingineko. Fizi, Hussein Jafar, Sauti ya Afrika. Ni taarifa yake Jafari Hussein. Tukisonga mbele na tukisalia maeneo ya mashariki mwa DRC, kutoka Kivu Kusini, sasa tuelekee mkoa wa Ituri ambapo wapiganaji wa ADF na ALU kutoka Uganda wameapa kuendelea na mapambano yao katika mkoa wa Ituri. Tamko hili linajiri wakati raia 200 waliotekwa na waasi hao kukombolewa. Huyu hapa Msekedide na mengi zaidi kutoka huko. Habari hizo zimesambazwa kwa uwingi kwenye mitandao ya kijamii na kuthibitishwa na wanaharakati wa haki za binadamu, kama anavyosimulia hapa Bwana Christophe Munyenderu, mhuduma wa shirika lisilokuwa la kiserikali kwa jina la APDF linalotetea haki za watoto na akina mama wasiojiweza katika wilaya ya Irumu. Unajua kwamba kikundi cha ADF kinakuwa kikundi cha magaidi wa terrorist, na hiyo habari ambazo zinaendelea kuzunguka kwamba ADF anapangilia kuweza kupiga mji wa Komanda, na zaidi sana ili aweze kukamata watoto kidogo kidogo ili aweze kuwaingiza ndani ya hicho kikundi, ni shida kabambi ambayo inatupata. Oga ni kuangalia kwenye mashule, kwani tunajua kwamba adui wakati hiyo kibarua kilikuwa kikizunguka kinasema kwamba anatarajia kupiga kwenye kunakuwa masomo, na akaingia ni kusema ni kwamba ni watoto wengi ambao atakuwa ameweza kubeba. Na ndio maana kwetu ombi ni kwa wakuu viongozi wa jeshi, kama inaweza kuwezekana wangeweza kuwa wakitia hata jeshi. Hayo yamedokezwa hivyo wakati siku chache zilizopita muungano wa jeshi la Kongo na lile la Uganda walifanyikiwa kuwakomboa baadhi ya raia waliotekwa nyara na ADF sehemu hiyo, amethibitisha mdiwani Kasereka Siva Mwenda Gilbert, mdiwani wa mkoa wa Ituri. Waliweza kuachilia watu wengi baada ya kuweza kufuatiliwa sana na majeshi ambayo yanaungana, jeshi ya Uganda na jeshi ya Kongo FARDC. Mnamo tarehe 17 wanajeshi ambao walikuwa wakifanya doria katika misitu ya Ndioka, jeshi ambayo naungana wanaendelea kuweka pressure kunako makambi ya hao waadui, na waliweza kukomboa watu takriban 140, na hao watu wameweza kurejeshwa kwao. Kati yao mlikuweko na wanawake, mlikuweko na watoto, na wengi ni wahanga wa hiyo siku ambako adui alipiga Mambasa. Nao wanawake wanaoathirika na vitendo vya kikatili vya ADF mkoani Ituri na Kivu Kaskazini wanasemaje? Tunapitia vitu vya mateso mengi, vituko mbalimbali kama vile wababu wanasema, tunapitia mateso mengi. Zaidi sana sisi wa mama na watoto wadogo wadogo tunaendelea kuteswa. Tunaomba tu amani. Mekia muhimu sana na kia maana kenye tunaomba kama wamama ni amani. Tukumbushe hapa kuwa ni kuhusu kikundi cha ADF, Allied Democratic Forces, na makundi mengine yanayoshikilia silaha haramu ndiyo moja ya sababu zilizompelekea mkuu huo MONUSCO nchini hapa James Swan kufanya ziara yake ya kwanza Beni Jumatatu kwa ajili ya kukutana na viongozi kama vile watu wa tahabaka mbalimbali. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Ni taarifa yake Mseke Dide.
Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani subscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na huwa huru kabisa kuchangia kwenye matangazo ya leo. Mimi ni Ann Ngugi. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale mji wa Johannesburg kila siku, na pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya kijamii Kivu ambayo inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese, Masaka nchini Uganda. Shirika la haki za binadamu Freedom House limelalamikia mamlaka za Afrika Mashariki kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Shirika hilo limetaja Kenya, Uganda na Tanzania kama nchi ambapo limesema serikali zimeshirikiana kuwateka nyara wakosoaji wa mamlaka husika waliokimbilia hifadhi na kuwapokeza kwa nchi asilia ambapo mara nyingi hutupwa jela. Moja ya tukio kama hilo ni kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani wa Uganda Dr. Kizza Besigye akiwa Kenya na kukabidhiwa mamlaka za Uganda ambapo kwa sasa amesalia korokoroni. Aidha, baadhi ya watu walijaribu kumteka nyara mwanaharakati kutoka Tanzania aliyetafuta hifadhi nchini Kenya. Shirika hilo limetaka mataifa ya Afrika Mashariki EAC kuheshimu azimio la haki za binadamu na kumaliza ukandamizaji wa upinzani. Mwanahabari Nyota Suleiman ameandaa taarifa hii kutoka Nairobi nchini Kenya. Ripoti hiyo inaendelea kuzua mjadala mpana nchini Kenya, huku wanaharakati wa haki za kibinadamu wakionya kuhusu kile wanachotaja kuwa ni mwelekeo hatari wa kupungua kwa uhuru wa kiraia. Wakiongozwa na Francis Auma wa shirika la Muhuri, wanaharakati hao wanasema kuwa matokeo ya ripoti hiyo yanadhibitisha kwa kina wasiwasi ambao umekuwa kieleza kwa muda mrefu kuwa ukandamizaji wa kisiasa sasa unavuka mipaka ya kitaifa. Kwa mujibu wa Auma, kuhusishwa kwa Kenya na vitendo vya ukandamizaji wa kuvuka mipaka ni ishara kwamba mifumo ya usalama na ushirikiano wa kikanda inageuzwa kuwa zana za kuzima sauti za wakosoaji. Anasema hali hii inaweka hatarini si tu wanaharakati walioko uhamishoni bali pia wale walioko ndani ya nchi. Leo ni tangu zamani, si serikali ya Ruto peke yake, ilikuwa pia wakati wa serikali ya Mwai Kibaki, serikali tumeona wakati wa Uhuru Kenyatta, na mambo haya yanaendelea mpaka wa leo. Kwa hivyo ni dhulma ya hali ya juu na imeathiri pakubwa. Ukikimbilia usalama wako katika nchi jirani na labda unatakana umekosoa labda nchi yako, wewe kuna possibility ya wewe kuletwa illegally, kuregeshwa haraka. Kuna wakati pia mwandishi mmoja ambaye ni Mtanzania alikuwa amekimbilia usalama wake hapa Nairobi na alikuwa abducted, walitekwa manyara, na nina hakika ilikuwa ni coordination ya Kenya na Tanzania. Wanaharakati hao wanasisitiza kuwa ushirikiano kati ya Kenya, Uganda na Tanzania unafaa kujikita katika kulinda haki za raia badala ya kushirikiana katika operesheni za kukamata na kuregesha wakosoaji. Wanaonya kuwa ikiwa hali hii itaendelea, itadhoofisha kabisa imani ya wananchi kwa taasisi za serikali na vyombo vya usalama. Wanaharakati wanadai kwamba hatua kama hizi zinakiuka misingi ya sheria za kimataifa, ikiwemo haki ya kupata hifadhi na ulinzi dhidi ya mateso. Wanasema kuwa kurejeshwa kwa nguvu kwa wakosoaji katika nchi wanazodai wanakabiliwa na mateso ni ukiukwaji wa wazi wa haki za kibinadamu. Mambo kila kukicha, kama serikali yako inakutaka kule umekimbilia Kenya, wewe ujue probability ni kuwa wa Kenya watakupiana na Uganda pia watakupiana, na Kenya inaongoza kwa masuala hayo. Kwa hivyo sisi tunakemea masuala hayo na tutanyamaza, tatumia njia zote za kisheria. Ingawa hata Kenya hawaheshimu mahakama yetu, koti ikitoa hata order kuhusiana na mambo ya illegal rendition, mtu kukimbia kule asipelekwe kule, bado wanapeleka. Tuliona wa Kenya walipelekwa Uganda na nguvu, na wengine pia Waganda washairegeshwa na nguvu, kina Besigye. Francis Auma anaonya kuwa hali hii inaweza kuleta athari kubwa wakati wa uchaguzi ambapo mara nyingi sauti za upinzani huongezeka. Anasema kuwa hofu ya kufuatiliwa au kukamatwa hata nje ya nchi inaweza kuwanyamazisha wanaharakati na wanasiasa wa upinzani na hivyo kudhoofisha ushindani wa kisiasa. Zaidi ya hayo, wanaharakati wanahofia kuwa Kenya
inaweza kupoteza hadhi yake kama kimbilio salama kwa wakimbizi wa kisiasa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa muda mrefu nchi hii imekuwa ikionekana kama mahala pa uhuru zaidi ikilinganishwa na baadhi ya majirani zake, taswira ambayo sasa inaonekana kuyumba. Hii abduction iishe, hii arrest iishe, mtu awe na haki yake. Nyota Suleiman, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Nairobi. Ni taarifa yake Nyota Suleimani. Nchini Burundi, Rais Evariste Ndayishimiye ametofautiana na msemaji wa jeshi Gaspard Baratuza kuhusu kilichosababisha mlipuko ndani ya ghala la silaha mjini Bujumbura. Rais amesema ghala halina umeme, kinyume na taarifa iliyotolewa na Jenerali Baratuza kwamba hitilafu ya umeme ndio iliyosababisha ghala hilo kulipuka. Watu 13 walifariki na wengine 57 kujeruhiwa kwenye mlipuko huo. Mwandishi wetu Gilbert Ruyanga na mengi zaidi kutoka Bujumbura. Katika mazungumzo aliyofanya na chombo cha ndani, Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye alihojiwa kuhusu mlipuko uliotokea katika ghala la silaha kwenye kambi ya kijeshi ya base iliyopo Msaga jijini Bujumbura. Rais anasema ajali inapotokea watu wanatoa sababu mbalimbali za ajali hiyo na wengine wanatoa sababu bila kufanya uchunguzi. Misi yose iyo habaye ikintu, siku zote panapotokea ajali ya moto kuna kuwepo mawazo na maswali tofauti yanayoeleza sababu ya ajali hiyo. Ajali inaweza kutokana na sababu mbalimbali, lakini kuna watu wanapoona ajali fulani wanataja moja kwa moja sababu bila uchunguzi. Rais Ndayishimiye anaendelea kusema kuwa aliwahi kuwa msimamizi wa kitengo cha uhifadhi wa silaha jeshini, kwa hiyo anayo tajiriba ya kutosha kuhusu masuala ya kuhifadhi silaha na ni marufuku kuweka umeme mahali penye mkusanyiko wa silaha. Ninapenda kufahamisha kuwa katika ghala la silaha hapaingizwi umeme. Mimi niliwahi kuwa msimamizi wa kitengo cha silaha jeshini, kwa hiyo ni vitu ambavyo ninafahamu vizuri. Kwa ufupi, kitu cha kwanza ninachojua ni kwamba mahali penye silaha kama zile hapawezi kuwekwa umeme. Hata hivyo, kiongozi mkuu huyo wa Burundi anafafanua kuwa uchunguzi wa kina ni wa lazima na unachukua muda mrefu ukihusisha wahusika wote kabla ya kufikiria kufanya uchunguzi kwenye vifaa. Hali kama ile ikitokea, kinachopaswa kutokea ni uchunguzi wa kina. Uchunguzi huo unachukua muda na unafanywa taratibu kwa kuuliza watu waliokuwa karibu na tukio ili kila mmoja aseme alichoona. Hatua zingine zinafuata kama kufikiria kuwa vifaa vyenyewe vilisababisha ajali baada ya kulipuka. Watu 13 ndio walifariki dunia, wengine 57 wakiwemo askari 3 wakijeruhiwa kutokana na mlipuko huo. Nikiripoti kutoka jijini Bujumbura, Gilbert Ruyange, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Katika tahariri yetu ya leo tunaelezea masikitiko makubwa kufuatia kuongezeka kwa matukio ya utekaji nyara nchini Nigeria, aliyozidi kuhatarisha maisha ya wananchi wa kawaida. Tukio la hivi karibuni katika jimbo la Benue State, ambapo wanafunzi walitekwa wakiwa njiani kwenda kufanya mitihani, limezua hofu na hasira kubwa. Matukio kama haya yanaongeza shinikizo kwa serikali ya Bola Tinubu, huku wengi wakijiuliza kama juhudi za kulinda raia zinatosha. Isikilize tahariri ya Kennedy Wandera ikisomwa kwako na Habat Chawinga. Kwa masikitiko makubwa, tunalazimika kuzungumzia hali ya usalama inayozidi kuzorota nchini Nigeria. Hali ambayo imeacha wananchi wakiishi kwa hofu na ukosa imani na uongozi wao. Taarifa za hivi karibuni kutoka jimbo la Benue State zinaeleza kuwa watu wenye silaha walivamia basi la abiria na kuwateka nyara wanafunzi waliokuwa wakielekea kufanya mitihani ya chuo kikuu. Tukio hili la kusikitisha lililothibitishwa na Gavana Hyacinth Alia linaonyesha wazi namna ambavyo wahalifu wamevuka mipaka ya ubinadamu kwa kulenga hata wale wasio na hatia kabisa. Lakini utekaji nyara haujaanza jana, umekuwa siku zote hai ndani ya utawala wa Rais Bola Ahmed Tinubu. Historia ya utekaji nyara nchini Nigeria ina mizizi mirefu ya kutisha. Makundi kama Boko Haram yamewahi kutekeleza matukio makubwa ya utekaji, ikiwemo kutekwa kwa wanafunzi 276 wa shule ya Chibok zaidi ya muongo mmoja uliopita, tukio lililoshutua dunia na kuibua tahadhari ya kimataifa.
Hata hivyo, leo hii si kundi moja tu linalohusika. Makundi ya majambazi yameibuka hasa kaskazini mwa nchi, yakilenga vijiji vya mbali ambavyo vina uwepo mdogo wa vyombo vya usalama na serikali. Licha ya utajiri mkubwa wa rasilimali watu na maliasili, Nigeria inaendelea kushuhudia ongezeko la kutisha la matukio ya utekaji nyara. Wahalifu wasio wa kiserikali wamegeuza maisha ya raia wa kawaida kuwa ya mashaka, wakilenga watu bila kujali hadhi zao: wanafunzi, wakulima, wafanyabiashara na wasafiri wa kawaida. Kushindwa kwa serikali ya Tinubu kumezalisha hasira, hofu na kuporomoka kwa imani ya wananchi kwa serikali yao. Wananchi wameachwa katika mzozo huu wakiwa mahanga wakuu wa uhalifu huu, na wakati huo huo wakibeba matokeo yake katika maisha yao ya kila siku. Tangu kurejea kwa utawala wa kiraia mwaka 1999, changamoto za usalama wa ndani zimekuwa zikiongezeka, lakini hali ya sasa inaonyesha kuporomoka zaidi kwa mifumo ya ulinzi. Katika mazingira haya, ni halali kuuliza, je, uongozi wa sasa chini ya Bola Tinubu unafanya nini kukabiliana na changamoto hii? Wapi ahadi zake za uchaguzi? Je, atasubiri kuahidi tena upya nchi ikielekea kwenye uchaguzi mwingine mkuu mwaka ujao? Je, serikali inatambua athari za muda mrefu za hali hii kwa mustakabali wa taifa? Kwa mtazamo wazi, dalili zinaonyesha kushindwa kwa uongozi wa Tinubu katika eneo hili nyeti. Wananchi wanahitaji kulindwa, si kuachwa wajilinde wenyewe. Serikali inapaswa kuwa ngao ya raia wake, si taasisi inayotazamwa kwa mashaka au kukosa uwezo. Nigeria haiwezi kusonga mbele ikiwa wananchi wake wanaishi kwa hofu ya kutekwa nyara kila siku. Huu ni wakati wa uongozi kuonyesha udhabiti, uwajibikaji na dhamira ya kweli ya kulinda maisha ya watu wake. Bila hatua hizo, historia itahukumu kimya hiki kama kushindwa kwa Rais Bola Tinubu na wandani wake katika serikali ya APC. Tegea tahariri ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambapo huangazia masuala muhimu kuhusu bara letu Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka pia kusubscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Hebu sasa tupate muktasari wa taarifa muhimu barani naye Edith Peter. Ituri, DRC. Zaidi ya raia 200 waliokuwa wamechukuliwa mateka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi linalohusishwa na dola ya Kiislamu IS wameokolewa katika operesheni ya kijeshi, kwa mujibu wa jeshi la nchi jirani ya Uganda. Wanajeshi wa Uganda wakishirikiana na wenzao wa Kongo walivamia kambi iliyokuwa chini ya udhibiti wa kundi la Allied Democratic Forces ADF, kundi la wanamgambo lenye asili yake nchini Uganda. Watoto walikuwa miongoni mwa waliookolewa, ambapo mdogo zaidi alikuwa ni msichana mwenye umri wa miaka 14, kwa mujibu wa taarifa ya Uganda. Tigray, Ethiopia. Chama kikuu cha siasa katika eneo la Tigray kimetangaza kuwa kinachukua tena udhibiti wa serikali ya eneo hilo, hatua inayohitimisha kwa kiasi kikubwa makubaliano ya amani kati ya serikali kuu ya Ethiopia na eneo hilo la kaskazini. Chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF kilitoa tangazo hilo kupitia kurasa wake wa Facebook siku ya Jumapili, jambo lililozua hofu ya kurejea kwa mapigano makali yaliyodumu kati ya mwaka 2020 na mwaka 2022. Dar es Salaam, Tanzania. Nchi ya Tanzania imeandika historia mpya baada ya kutia saini mkataba wa kuandaa mashindano ya 74 ya Miss World kwa mwaka 2027, hatua inayoiweka nchi katika ramani ya kimataifa ya matukio makubwa ya urembo na utamaduni. Kupitia tukio hili, Tanzania inatarajia kuvutia maelfu ya wageni kutoka duniani kote, kukuza sekta ya utalii na kuonesha uzuri wake wa asili, urithi wa kiutamaduni pamoja na ukarimu wa wananchi wake. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza sasa kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ndio mji wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Ukiwa hapo mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kongo, pia unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika
Radio Ngoma ya Amani Fizi ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo, na kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo ambao ni wenzangu, tunasema shukran sana. Ni hayo tu, na kumbuka kwamba kesho ni siku. Jina langu ni Ann Ngugi. Uwe na jioni ya kukata na shoka.